Harigani mwana michezo wangu na wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kupata taarifa mbalimbali za kimichezo zile ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi hii ya Tanzania. Majina yangu naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Nikukaribisha sana kupata kila aina taarifa ambazo zimeweza kujili hapa za kisoka ndani na nje ya viwanja mbalimbali vya kimichezo. Wote tunafahamu kwamba klabu ya Yanga Africans imemtambulisha Peter Shalulile kama mchezaji rasmi mshambuliaji ndani ya kikosi cha Yanga Africans. Mengi yameongeleka, lakini moja kati ya maneno aliyoweza kuyasema mshambuliaji mpya wa Yanga Africans Peter Shalulile ni haya ambayo naenda kuletea hapa katika YouTube channel yako. Kama ndo mara yako ya kwanza, kisha usisahau kubonyeza alama neno subscribe, share, like na comment ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa. Mshambuliaji mpya wa klabu ya Yanga Africans Peter Shalulile amesema umoja kati ya wachezaji, viongozi na mashabiki ni jambo muhimu katika safari ya klabu hiyo ya kusaka mafanikio msimu mpya. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa utambulisho wake rasmi Agosti 3 mwaka 2026 katika makao makuu ya Yanga yaliyopo Jangwani, Shalulile amesema kila upande ndani ya klabu unapaswa kuwa na mshikamano ili kufikia malengo yaliyoweza kuwekwa. Kwa mujibu wa Shalulile, nguvu ya Yanga haitatokana na wachezaji pekee bali pia ushirikiano kutoka kwa viongozi na sapoti ya mashabiki katika kila hatua ya msimu. Lengo kubwa ni moja, kupambana kwa pamoja na kuhakikisha Yanga inatoa makombe. Mbali na hilo, Shalulile amezungumzia hamu yake ya kucheza Kariakoo Derby dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, akisema amesikia kuwa mchezo huo ni miongoni mwa matukio makubwa na ya kuvutia zaidi katika soka la Tanzania. Mshambuliaji huyo wa Namibia amesema anatamani kuipitia mwenyewe hali ya uwanja, pressure na hisia zinazozunguka mchezo kati ya vigogo hao wa soka nchini Tanzania. Lakini hata hivyo, tukirejea kwa watani wa jadi, nikiwazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba, nao pia wana mchezaji mpya ambaye umemtambulisha kutokea kule Afrika ya Kusini, Kaletso Mkagalwa, na ameweza kuzungumza mengi na yale ambayo yanaendelea ndani ya klabu ya Simba baada ya kutua katika klabu hiyo. Moja kati ya mambo ameweza kuyaongea mchezaji huyu ni kwamba mchezaji mpya wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoka Afrika ya Kusini, Kaletso Mkagalwa, amebainisha kuwa alichagua kujiunga na wekundu hao wa Msimbazi kwa sababu ni moja ya klabu kubwa na bora zaidi barani Afrika. Hata hivyo, nyota huyo alieleza kuwa alianza kuifuatilia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba tangu alipocheza dhidi ya Kaizer Chiefs kwenye michuano ya CAF Champions League na kushinda mabao 3-0 katika mchezo wa marudiano, hali iliyomfanya asisite wala kupata kigugumizi pindi fursa ya kujiunga na miamba hiyo ilipoweza kujitokeza. Lakini pia ameongeza kuwa ubora wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na hamu ya kutumia uzoefu wake wa michuano ya kimataifa kuisaidia timu kutoa mataji ya ndani na kufanya vizuri barani Afrika vilikuwa miongoni mwa sababu kuu za yeye kuchukua maamuzi hayo. Ushawishi mwingine ulitokana na kumfahamu vyema kocha Steve Barker kutokana na kukutana naye mara kadhaa katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, pamoja na mazungumzo mazuri aliyofanya rais pamoja na mwenyekiti wa klabu hiyo. Mkagalwa amewahakikishia mashabiki wa Simba kuwa hakuja nchini Tanzania kwa ajili ya kukamilisha ratiba tubari, kuongeza thamani kubwa kikosini na kuwapa msimu wa kihistoria usiosahaulika. Amesisitiza kuwa anafahamu sana mchango wa mashabiki wanaojitokeza viwanjani na yupo tayari kupambana ili kuhakikisha timu hiyo inatoa kila kikombe itakacho shiriki msimu huu. Je, unamtabilia Mkagalwa msimu wa namna gani akiwa na uzi wa wekundu wa Msimbazi Simba? Unaweza kuniandikia maoni yako kwenye section ya comment. Na kushukuru sana mwana michezo. Hizo zilikuwa ni habari za kimichezo ambazo zimeweza kutokea katika vilabu vya Simba pamoja na Yanga na yale ya kisoka yanaendelea nchini Tanzania. Nilikuletea taarifa hizi, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa yule ambaye ni mara yako ya kwanza, kisha usisahau
chini kushoto ya video hii kuna alama neno subscribe. Hakikisha una subscribe, una share, like na comment ili uweze kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutokea hapa sina la ziada, nikutakie siku njema. Bye bye.